Ni heshima kubwa sana kwangu kuungana nanyi kuadhimisha miaka 50 ya uhuru wa taifa lenu. Sherehe hizi sio tu zinatukumbusha ushindi wa Mozambiki dhidi ya ukoloni, bali pia ni kielelezo cha ushirikiano, uvumilivu na mshikamano baina ya Waafrika. Kwa msingi huo, ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais Chapo kwa mwaliko wako kwangu kuungana na marais wenzangu kushiriki katika tukio hili la kihistoria. Vile vile, mimi na ujumbe niliofuatana nao tunakushukuru kwa ukarimu tuliofanyiwa tangu tulipowasili hapa Maputo. Zaidi ya hayo, na kwa namna ya pekee, napenda kutumia fursa hii kukushukuru Mheshimiwa Rais Chapo kwa kunipa heshima hii adhimu ya kuwa mgeni rasmi na kunipa fursa ya kuzungumza na ndugu zetu wa Mozambiki katika tukio hili kubwa na la kihistoria. Mheshimiwa Rais Chapo, waheshimiwa viongozi, wageni, waalikwa, mabibi na mabwana, kuna methali inayosema jirani anaposherekea kijiji kizima kinashereheka. Tukiwa majirani na ndugu, uhuru wa Msumbiji ni uhuru wetu. Hivyo basi sherehe hizi za miaka 50 ya uhuru ni fahari yetu sote. Kama nyote mnavyotambua, Tanzania na Mozambiki si majirani tu waliotenganishwa na mto Ruvuma. Sisi ni ndugu wa damu. Udugu wetu uliimarishwa zaidi na waasisi wetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa Tanzania na hayati Dr. Eduardo Mondlane na baadaye hayati Samora Machel wa Mozambiki. Kupitia viongozi hao, wananchi wetu walifanya kazi bega kwa bega wakati wa harakati za ukombozi na hatimaye kuweza kupata uhuru wa Mozambiki tunaouadhimisha leo. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, ni muhimu kufahamu kwamba mbali na misingi ya kisiasa ya kutaka uhuru, haki na usawa, kulikuwepo na sababu mbalimbali zilizofanya Tanzania ijihusishe katika harakati za ukombozi wa Mozambiki. Mojawapo ni imani yetu kuwa Afrika ni moja na Waafrika ni ndugu zetu. Sio siri kuwa Watanzania na wana Mozambiki wana uhusiano wa kihistoria na wa damu. Tanzania kuna Wamakonde, Wayao na Wamakua kama ambavyo walivyo nchini Mozambiki. Katika kusisitiza uamuzi wa Tanzania kuunga mkono harakati za ukombozi wa taifa la Mozambiki, baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere alitumia jamii ya Wamakonde kama mfano. Hapa na nukuu maneno yake: Makonde anaishi kaskazini mwa Ruvuma hana tofauti na Makonde anaishi kusini mwa mto huo. Kukataliwa uhuru kwa mmoja ni kukataliwa uhuru kwa wote wawili, na Makonde aliyezaliwa kaskazini mwa mto Ruvuma ni Mtanzania. Kumnyima uhuru wake ni kuwanyima Watanzania wote uhuru wao. Hakuna Mwafrika aliye huru wakati Waafrika wengine wanatawaliwa na ukoloni. Mwisho wa kunukuu. Sababu nyingine ni kuwa uwepo wa ukoloni kwa Mozambiki ilikuwa ni tishio kwa uhuru wa Tanzania pia. Ni ukweli kuwa watu wa kusini mwa Tanzania siku zote waliishi kwa hofu kwa sababu ya vitisho na mashambulizi ya wakoloni yaliyokuwa yakiongezeka. Uchokozi katika mpaka wa kusini na Msumbiji ulilazimu Tanzania kuchukua hatua za kuunga mkono harakati za ukombozi za watu wa Mozambiki. Tanzania ilikuwa moja hifadhi ya wakimbizi ya wapigania uhuru waliokimbia Mozambiki na kutafuta nafasi ya kujipanga vyema kukabiliana na wakoloni. Hivyo, hali hiyo ndiyo iliwezesha chama cha Frelimo kuanzishwa pale Dar es Salaam mwaka 1962. Katika kuchochea matayarisho ya kupambana na kumng'oa mtawala dhalimu, Tanzania iliweka kambi za kuandaa mikakati na kutoa mafunzo ya kijeshi
kwa wapigania uhuru wa Mozambiki. Kambi ya aina hiyo zilikuwepo kwa upande wa Tanzania bara na vile vile Zanzibar. Vile vile Tanzania ilikuwa ndio makao makuu ya jukwaa la nchi za mstari wa mbele, yani frontline states, na mwenyeji wa kamati ya ukombozi ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU. Kamati hiyo ilikuwa inaratibu upatikanaji wa misaada kwa ajili ya wapigania uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika ikiwemo Mozambiki. Hata baada ya kupata uhuru, Tanzania na Mozambiki tuliimarisha uhusiano na mshikamano katika siasa za Afrika na kimataifa. Katika zoezi la kujengeana uwezo, ubalozi wa Mozambiki mjini Addis Ababa ulianza kazi zake kwa kuendesha shughuli zake ndani ya ubalozi wa Tanzania mpaka pale Mozambiki ilipoweza kupata jengo lake la ubalozi. Mheshimiwa Rais Chapo, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ni wazi kuwa sherehe kama hizi za uhuru ni ukumbusho wa mapambano ya kutafuta uhuru, haki na usawa. Kwa hakika ni katika nyakati kama hizi sisi wa kizazi cha sasa tunakumbushwa kuhusu namna wazee wetu walivyotoa mhanga au walivyojitoa mhanga kwa ajili ya kupigania haki ya Waafrika kujitawala. Harakati hizi ziligharimu Msumbiji na vile vile ziligharimu nchi zilizokuwa mstari wa mbele kuiunga mkono kama Botswana, Tanzania na Zambia. Ndugu Sergio Vieira, aliyekuwa katibu wa hayati Samora Machel, alipata kusema, na nanukuu, Tanzania ilifanya kitu cha kishujaa ambacho kisingeweza kufanywa na nchi nyingine. Kulikuwa na kambi Kongwa na Nachingwea ambapo tulitoa mafunzo na kufanya lolote lile. Jeshi la anga la Ureno lilikuwa likija kila wakati. Ilikuwa ni hatari. Baadhi ya ndege za Ureno zilitunguliwa hapa Tanzania. Zambia pia ilikabiliwa na tishio kama hilo la kivita wakati wote. Mwisho wa kunukuu. Kwa Kiingereza, Comrade Vieira alisema, there were camps in Kigoma. Tanzania took a great risk that nobody could dare to take. There were camps in Kongwa and Nachingwea where we could train and do anything over there. The Portuguese Air Force was coming all the time. It was a risk. Some Portuguese planes were shot down here in Tanzania. Zambia too faced a similar risk of war all the time. Mwisho wa kunukuu. Miundombinu mbalimbali ya Tanzania ilihujumiwa na kushambuliwa na wakoloni, ikiwepo maeneo ya kusini mwa Tanzania na hata katikati ya jiji kuu la Dar es Salaam. Hiki kilikuwa kipindi kigumu kiuchumi, ila nchi zilizosimamia ukombozi kusini mwa bara la Afrika walikuwa tayari kuchelewesha maendeleo yao kwa ajili ya kuhakikisha kuwa mapambano haya yanafanikiwa. Hivyo leo tunaposhuhudia ndugu zetu wa Msumbiji au Mozambiki wakisherehekea miaka 50 ya uhuru wao, nasi ndugu zenu wa Tanzania tunashereheka pia. Ushindi wa Mozambiki ni ushindi wetu, mafanikio ya Mozambiki ni mafanikio yetu, pia na maendeleo ya Mozambiki ni maendeleo yetu sote. Mheshimiwa Rais Chapo, baada ya kupata uhuru wake, Mozambiki ilikuwa mstari wa mbele kuunga mkono mataifa mengine yakiwemo Zimbabwe, Afrika Kusini na Namibia, hatua iliyoharakisha mafanikio ya mapambano kwenye nchi hizo. Hivyo nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya Mozambiki na wananchi wote kwa mchango wao mkubwa kwenye harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Tanzania leo inaungana nanyi kutoa heshima kwa mashujaa wote wa Mozambiki, wanawake kwa wanaume, kwa kujitoa kwao muhanga katika vipindi vigumu vya harakati za ukombozi. Kwa upande mwingine, Tanzania tunakumbuka msaada wa hali na mali tulioupata kutoka Mozambiki au Mozambiki huru mwaka 1978 za 79 kufuatia vita na nduli Idi Amin wa Uganda alipovamia Tanzania. Hivyo pamoja na shukrani tulizozitoa wakati ule, leo kwa mara nyingine tena natoa shukrani zetu kwa msaada wenu kwa kutusaidia kulinda nchi yetu pia.
Mheshimiwa Rais Chapo na waheshimiwa viongozi, tunaposherehekea miaka 50 ya uhuru wa Mozambiki, nitumie fursa hii kuipongeza serikali na wananchi wa Mozambiki kwa mafanikio makubwa mlioyapata katika kipindi hiki cha nusu karne iliyopita. Kwa hakika, kupitia umoja, kujituma na dhamira njema isiyotetereka, Mozambiki imeinuka kutoka kwenye kivuli cha ukoloni na kujenga mustakabali mpya wa uhuru, heshima na ustawi wa pamoja kwa raia wake. Kwa namna ya pekee, napenda kuwapongeza wote wakiwemo viongozi waliopita kwa mafanikio haya. Hongereni sana. Na nimefurahi kuwaona wote wapo hapa, Mzee Chisano, Mzee Gwebuza na kaka yangu Filipe Nyusi, wote wako hapa. Ninaamini chini ya uongozi mahiri wa Rais Daniel Chapo, watu hodari wa Mozambiki wataendelea kupiga hatua kubwa za maendeleo, na ninataka nikuahidi kuwa Tanzania itaendelea kuwa bega kwa bega katika kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Aidha, katika kuzidi kufungua fursa zaidi za biashara baina ya wananchi wa Msumbiji na Tanzania, ninayo furaha kueleza kuwa Shirika la Ndege la Tanzania linatarajia kuanza safari za ndege kati ya Tanzania na Mozambiki mwisho wa mwaka huu, hatua itakayoimarisha uhusiano wa kibiashara na kiuchumi baina ya watu wetu. Mheshimiwa Rais Chapo, mabibi na mabwana, bara letu limefanikiwa kwa kiwango kikubwa katika hatua ya kwanza ya ukombozi, yaani uhuru wa kisiasa. Tunapaswa kuhakikisha kuwa nchi zetu zinakuwa na amani na umoja wa kitaifa ili tuweze kushirikiana kufanikisha hatua nyingine ya mageuzi ya kifikra na kutafuta uhuru wa kiuchumi. Katika hili, hatua mojawapo ni kuhakikisha tunaunganisha watu na kuleta umoja wa kitaifa. Katika sherehe hizi tumeshuhudia uwepo wa mwenge wa umoja, mwenge ambao umetembezwa nchi nzima ndani ya Mozambiki kwa nia ya kuwaleta watu wa Mozambiki pamoja na kuamsha ari ya mshikamano na uzalendo. Niwaombe kuendelea na jitihada hizi, kwani kupitia mwenge huu heshima na matumaini ya wananchi yanakwenda kuamshwa. Jitihada hizo ziende sambamba na kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na imani na nchi yao, waweze kutanguliza maslahi ya nchi kabla ya kwao wenyewe, na kulinda na kuhifadhi rasilimali za nchi kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa wananchi wote. Katika kufanya hivyo, kuna haja ya kumuinua mwanamke kama nyenzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ni kwa sababu hiyo ninawapongeza sana kwa kuchagua kauli mbiu ya mbio za mwenge inayosema umoja wa kitaifa mwaka huu, inayosema miaka 50 kuwainua wanawake kujenga usawa wa kijinsia, au 50 years empowering women building gender equality. Hayati Samora Machel alipata kuzungumzia mapambano ya uhuru akisema, ukombozi wa wanawake sio jambo la hisani linalotokana na fikra, huruma au msaada wa kibinadamu. Ukombozi wa wanawake ni kiini cha kuleta mapinduzi, maendeleo endelevu na ni sharti la msingi la kufanikisha mapinduzi yenyewe. Alisema kwa Kiingereza, the emancipation of women is not an act of charity, the result of humanitarian or compassionate attitude. The liberation of women is a fundamental necessity for the revolution, a guarantee of its continuity and a precondition for its victory. Ni fahari kutambua kwamba licha ya mtazamo hasi kuhusu nafasi ya mwanamke kwenye jamii katika miaka ya 1960, wanawake wa Mozambiki waliweza kujitoa kwa mstari wa mbele kwenye mapambano ya uhuru wa nchi yao. Kikosi cha wanawake, Female Detachment, cha Frelimo kilianzishwa mwaka 1967, kiliwezesha wanawake nao kushiriki mapigano. Hatuna budi kuwatambua wanawake waliochangia harakati za ukombozi ambao wanaingia katika vitabu vya historia. Wanawake kama Josina Mutemba Machel,
Paulina Matias Nkunda, Filomena Likune, Filomena Nashake, Marina Pachinuapa, Monica Chitupila na wanawake wengine wengi ambao walishiriki sio tu kupigania uhuru wa Mozambiki bali pia kumuinua mwanamke kutoka aina zote za ukandamizaji. Wanawake hao na wenzao wanatukumbusha umuhimu wa kuendelea kuwekeza katika maendeleo, katika ustawi na maendeleo kwa jamii ya wanawake, ikiwemo upatikanaji wa huduma safi za afya, maji, elimu na umeme au nishati safi. Katika hilo, niwapongeze sana viongozi na wananchi wa Mozambiki kwa hatua kubwa zilizochukuliwa kama ile ya kuwekeza kwenye miundombinu na huduma za afya zilizochangia kupunguza vifo vya mama na wajawazito na watoto wakati wa kujifungua. Vile vile hatuna budi kuendelea kuchukua hatua kuwawezesha wanawake na vijana kunufaika zaidi na fursa zitokanazo na mtangamano wa kikanda, yani SADC, pamoja na soko la Afrika kwa ujumla. Umoja wa Afrika umepitisha itifaki ya AfCFTA ya wanawake na vijana kwenye biashara inayolenga kujibu baadhi ya changamoto zinazowakabili makundi haya na kuyazuia wasifaidike na fursa zinazotengenezwa na soko la kikanda. Mheshimiwa Rais Chapo, leo ni siku adhimu ambapo kama nilivyosema awali, kijiji kizima cha SADC lakini pia na marafiki wa mbali kimekuja kushereheka kwa pamoja nanyi ndugu zetu, majirani zetu wa Mozambiki. Maadhimisho haya yawe chachu ya kuendeleza ushirikiano na mshikamano kwa watu wa Mozambiki bila kujali kabila na anakotoka. Vile vile baina ya Waafrika, hasa tunapoangazia njia za kuleta maendeleo endelevu na ustawi wa jamii zetu. Ninapohitimisha, narudia pongezi zetu kwa Mheshimiwa Rais Daniel Chapo, serikali na wananchi wa Mozambiki kwa ujumla kwa kutimiza miaka 50 ya uhuru na kwa maandalizi mazuri ya sherehe hizi. Nawatakia kila lenye heri na mafanikio katika kujenga umoja wa taifa la Mozambiki. Mungu ibariki Mozambiki, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Muito obrigado. Viva Mozambiki, viva! Viva Mozambiki, viva! Muito obrigado. Asante sana.